Kwa sababu sometimes unaweza kujikuta na kampuni, a lot of things may happen, labda hujapata tenda, hujapata mauzo, au hujafanya nini, but at the end of the day inabidi labda unatafutwa, njoo ulipe sisi. You are the best. Iko hivi, watu sasa huwa wanaogopa kwamba unajua mwanangu nikisajili kampuni nitaanza kudaiwa mahela au makodi makubwa. Bro, iko hivi, kodi kwenye hii nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na duniani kote, kote kodi inakatwa kwenye faida, kwenye revenue, sio kwenye mtaji. Sio kwenye mtaji. Okay, kwenye mtaji. Sawa. Kwenye faida. Kwa hivyo sasa, unasajili kampuni, una 50 yako, umeingiza kufanya biashara. Mwaka mzima ukaendesha biashara yako. Mwaka mzima ukija kukalkulate makosti uliyoyatumia na magharama uliyoyatumia yanafika kwa mfano yanafika 50,000. Faida uliyotengeneza mwaka mzima inaishia 40,000. Kwa hiyo ni kwamba tunaangalia uliingiza shilingi ngapi sokoni? 50,000. Mwaka mzima tumekuja kupiga hesabu, kitu kilichorudi mfukoni kwako ni 40,000. Hivyo ni kwamba wewe umepata hasara 10,000, ndio? Kama umepata hasara 10,000, wewe actually ndio unatakiwa uidai serikali. Unabidi uidai serikali? Acha. Lakini sikiliza sasa. Uidai serikali. Sasa inakuwa hivi ni kwamba lakini sasa wewe ukiingiza 50,000, umeenda mwezi wa kwanza, wa pili, mara wa tatu unaona vitu haviendi, wa 4, wa 5, wa 6, wa 7, wa 9, wa 10, mwisho wa mwaka tukapiga angalia hela iliyorudi baada ya kuingiza 50,000, umeingiza 70,000. Hela iliyorudi mfukoni kwako faida 20,000. Una faida 20,000. Sasa hapa kwenye faida 20,000 wewe ndo utalipa 30% ya faida. 30% ya faida. Hiyo ndo percent inaenda kama kwa serikali, kwenye hizo ndo return zako utakazofanya kwa serikali. Na uzuri wa kampuni ni kwamba unafanya return zako mara moja kwa mwaka, zinaitwa annual return. Sio kwamba eti kila ukifanya tu biashara kisa na kampuni watu wanakudai. Hapana. Wewe mwaka mzima unakuwa free. Kwa mfano umesajili kampuni yako February, it means mwisho wa mwaka wako ni February, June 2026. Kwa hiyo February 2026 wewe ndio utaangalia, bro, umeingiza mpaka kutoka February mwaka jana mpaka mwaka huu kiasi gani umeingiza? Nimeingiza 70,000. Kiasi gani ulitoa? Niliinvest 50,000. Kwa hiyo una advantage, una faida shilingi ngapi? 20,000. Kwenye 20,000 30% ya faida yako ndio inakuja kwa kujenga nchi. 70% ishi nayo, hiyo ni faida yako wewe.